Kosta nazopita stendi ya Kebakari ni kosta 14. Tuna gari ndogo haisi na kadhalika 46. Ukiangalia mwisho mwenyekiti kwa haraka kwa mwezi inatakiwa tukusanye zaidi ya milioni 10 kwenye stendi ya Kebakari. Lakini mwisho mwenyekiti wetu wa chama, katibu wetu wa chama huko hapo tunaletewa milioni 2,600,000. Tunaletewa milioni 2,600,000. Alafu kuna baadhi ya watu ndani ya ofisi ya MDC hatuna uthibitisho, tunasikia wanasema walioko pale wanafanya kazi vizuri. Hakuna. Mheshimiwa DC unadanganywa. Ile ni cheni ambayo ipo ya kusanya fedha. Kwa hiyo tunaomba kama tumeshathibitisha namna hii, nimeaminiwa na madiwani, nimekwenda nimehakikisha magari yanayopita ni hayo. Tunataka fedha zije kwa halmashauri Butiama, twende tukajenge madarasa, twende tukajenge vituo vya afya na kadhalika. Hii ni changamoto kwa kweli. Kwa hiyo tunaomba mheshimiwa mwenyekiti kupitia baraza hili, ofisi ya fedha, ndugu mkurugenzi, sijajua kama unanisikiliza, tunaomba ofisi yako iweze kufanya marekebisho. Hiki kama ni kizito sana mkurugenzi. Cha uwajibikaji. Inatakiwa tu uko very strong uweze kutukiza tunasema nini. Kwa hiyo lazima kuhakikisha ofisi yako ya fedha iweze kufanya mabadiliko. Bila mabadiliko itakuwa ni uongo. Mheshimiwa mwenyekiti tunakushukuru sana. Nini ndio mtaarifa kusijua hawa huku? Kingine na niseme mnapoandika taarifa andikeni taarifa kwa mpangilio. Si hivyo hivyo. Yaani hadi mimi hapa nakaa kusoma. Je, madiwani watafanyaje sasa? Nini ndio wataalamu? Tena madiwani wanaanza kuwafundisha. No, kuna shida. Ni waombe wa idara, mkurugenzi, kana watu vizuri. Hizi taarifa za kuandaliwa, ninaamini mna vikao vya ndani, mna majibu, mnaelewa ambacho mtakijibu. Lakini ulichokijibu afisa mpango kwenye swali la huyu mtu umejibu kwa kweli ndivyo sivyo. Kwanza nadhani hukujua ulichoulizwa. Yaani hukujua ulichoulizwa. Hebu naombeni mwe makini. Ili baadhi unapokaa lete matunda. Na niombe waheshimiwa madiwani. Niwaombe sana. Najua mkurugenzi bado ni mpya. Bahati mbaya na DC mwenyewe bado ni mpya. Kiangalia mnavyoendelea naamini na mkurugenzi naye anajifunza. Niwaombe muendelee kujadili hii taarifa. Sawa. Kama ambavyo najua kwamba walichomekea. Na wenyewe wamechomekea, ndio maana nimekumbusha utaratibu, kanuni na taratibu zio zinafuata. Walichomekea na kibaya zaidi ninyi mmesoma hiyo na taarifa nayo vizuri sana. Na wao wamesahau kama waliwapa ninyi mkasoma na ninyi mna maswali ambayo ni magumu kuzidi yanawazidi wao kujibu. Kwa hiyo niwaombe sana waheshimiwa madiwani, tuendelee kurasa baada ya kurasa. Na mimi ndugu zangu ninyi wakuu wa idara, basi mwe tayari kujibu, mwe makini kusikiliza kinachoulizwa na wewe ujibu kinachoulizwa. Ni bora useme kwamba mimi hapa sina maelezo naomba ngapafanyie kazi, lakini sio na kuuliza kwenda Dar es Salaam wewe unaanza kwenda tena Ruko. This is not true. Hebu naomba ni watu serious. Ninyi hapo ndio kutuvusha kutoka hapa tulipo kwenda sehemu nyingine. Lakini wala sio kwamba kuna Simba na Yanga, hakuna Simba na Yanga hapa. Madiwani wanauliza vitu vya msingi, wanahitaji kupata majibu kutoka kwenu ninyi wataalamu. Kwa wala sio kama una Simba na Yanga. Ila naona ndugu zangu wakuu wa idara, huyu mkurugenzi ni mpya. Ninyi hapo mmekuwa muda mrefu. Mmefanya vikao vingi sana vya mabaraza haya madiwani. Mnafahamu vitu vingi sana. Niamini kama mtakomshampitisha mkurugenzi ameshajua na mwanga nini kinachotaka kuendelea. Ili ajue anaanzia watu kwenda hapo. Lakini ninyi tulikuwa mjibu sana maswali ya ndugu zangu wakuu madiwani hapa. Lakini kukaa kwenu kimya. Yaani asifa mjui kinachoendelea. Labda mniambie kwamba mna ajenda kumfukuzisha ukazi. Hapo mkizungumza hapo nitajua mna ajenda kumfukuzisha huyu mtu kazi. Lakini kwa watu ambao mmekaa miaka 5, miaka 10, mmehudhuria vikao hivi mara nyingi sana. Yaani mimi sijawahi kuhudhuria mara ya kwanza. Lakini kile kitazama naona mbona madiwani wako sahihi hawa hata kujibu. Yaani anapouliza kuhusu magari sijui anaisha 72, ninyi ndio mmeshafanya utafiti kwamba tushajiridhisha magari kimsingi ni kweli ni 82 au si kweli kwa taarifa hii hapa. Kwa hiyo alivyoenda nilipounda kamati, ninyi hakuenda mmekaa mnasubiria tu mjianze kulumbana hapa. Alivyoenda kuchunguza mtu kama na majibu, ni kweli magari haya kitaga 82 au na mimi nakubali ni 72, sio mimi. Niwaombe ndugu zangu. Niwaombe sana.
kabla madiwani hawajaanza kuazimia watu wengine waondoke. Na mimi nawaambieni jambo moja. Yaani nyinyi mkiona ninyi mna mamlaka, mkiona kuna mtu ambaye anakuhamisha, waazimieni, si ndio? Sababu hilo wale mashauri ni ya kwenu. Hatupendi kwamba ninyi mfukuzwe. Na mimi sipendi kuona ninyi mnafukuzwa. Lakini basi kwenda na wajibikeni kwa nafasi zenu. Sio yaendelee hapa. Kwa nini kwamba mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa diwani tuendelee kwenye agenda, muendelee kwenye ajenda kwanza kwenda hadi ya mwisho, lakini naamini ndugu zangu watajirekebisha. Inauma sana. Asante. Hapa kwamba kuna vitu tulivyochanganya kidogo kwenye sehemu ya kufunga hesabu na hii taarifa ya uwajibikaji. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo tulikuwa tukiviweka sawa tukaviweka kule kwenye sehemu ya kufunga hesabu. Hapo ingekuwa imekaa vizuri. Lakini kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa kwenye halmashauri yetu inakuwa vya kugeuka. Ndio maana hata mheshimiwa diwani pale mheshimiwa Mwirege aliyosema hawa madiwani wanakuwa na mashaka, lakini hakuna wasiwasi yoyote. Sisi wote tunakaa tunapitia kimoja baada ya kingine. Lakini madiwani mheshimiwa madiwani wanakuwa na wasiwasi wa kitu kimoja pale tunapokuwa na taarifa za kubadilika DC. Yaani zinakuwa zinatisha sana. Hata sisi wenyewe kama viongozi tunafika sehemu mpaka tuna taarifa, mnaweza mkakaa kwenye kikao cha kamati mpango na fedha. Lakini kinapokuja kufika kwenye meza kama hii unakuta kuna badiliko. Sasa unaponyanyuka kusema inaonekana wewe unaweka kwamba hauruhusiwi kusema kwa sababu unapewa taarifa kwa sababu uko kwenye kamati mpango na fedha. Lakini vyote hivi viko sahihi tunavyokwenda navyo. Lengo ni kwamba tunataka tuivushe halmashauri yetu. Hatujaenda kinyume. Kwa hiyo naomba tuende kwa utaratibu mzuri na naomba wakuu wa idara na watumishi mjibu inavyotakiwa. Mheshimiwa DT tunapofungue mdomo utoe super glue mdomoni utujibu. Sheria anajitahidi sasa hivi ndio wamemwachia sasa maana sheria ndio anajibu kila kitu. Kuna maswali ya DT yuko kimya na super glue mdomoni. Afisa mipango proper leo ana taarifa na kikao hayupo. Afisa utumishi tumepishana naye huko humu hatumuoni. Anayetujibu haya maswali ni nani? Anayetujibu haya maswali ni nani? Mnasababisha mimi naongea mpaka mheshimiwa mnasawezi kusema Simba na Yanga ni kwamba unanishangaa mimi ninaposimamia hoja. Yaani mimi nataka kujibu kama mjumbe kamati na mpango na fedha, lakini haimaanishi kwamba ninawapiga madiwani wenzangu. Mimi sikapigi madiwani wenzangu. Mimi ni mjumbe kamati ya mpango na fedha. Kitu ambacho kimefanyika kule lazima nijibu, niwape taarifa. Lakini wa kujibu haya maswala alikuwa ni DT, afisa mipango na afisa utumishi. Kuinganisha na ile taarifa ya awali kwamba mwanzoni kulikuwa na milioni 49, lakini kuna nyongeza ya mtu mmoja ambaye pia alilipwa katika kile kipindi kwa shilingi milioni 3, na ndio maana ile figa inaonekana hapa milioni 52. Kwa hiyo hata kamati iliridhia, kamati ya fedha iliridhia kwamba kuwepo na marekebisho ya kuisha ile taarifa ya awali kama ilivyokuwa imetolewa. Kwa hiyo taarifa hii iko sahihi kwamba ni milioni 52. Tunayo taarifa hiyo kwamba walilipa fidia milioni 60. Tukajaribu kuhoji pale njia panda, nafikiri watu wote tunapita pale ile njia. Ukiangalia pale kweli milioni 60 iko pale, hata kama ni kukuangua, hata kama ni kulipa. Lakini mimi nilienda mbali zaidi, mheshimiwa mwenyekiti na baraza lako. Nilienda kwenye eneo hilo nikiwa na diwani wa kata hiyo husika na viti maalum wa kata ya Kirango. Tukaita wale wananchi, tukawahoji nani aliyelipwa milioni 60. Hakupatikana mtu. Tulifanya utafiti, tumeenda paka kule. Sasa leo unashangaa DT anasema tena ilikuwa 48, leo imefika 50, mwisho taambiwa milioni 100. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi madiwani tunaposimama kusema jambo tunakuwa tumejiridhisha. Mheshimiwa wetu mwenyekiti Wanzagi alikuwa anasema mkileta hoja muwe na uthibitisho. Sasa tumesimama hapa tukisemea hii milioni 60 ya mwanzo ya Desemba Machi mwaka huu. Leo inakuja tena imerudi nyuma. Sasa leo afu baadaye DT anatuambia iliongezeka. Kuna mtu mmoja alilipwa. Mheshimiwa mwenyekiti, hili jambo linatakiwa ufafanuzi mzuri, na ikiwezekana ofisi ya mkurugenzi mwende mkajiridhishe, na DC wetu huko hapa. Sisi hatuwezi kuongea vitu kwa kubahatisha. Tunaongea vitu ambavyo tuna ushahidi navyo. Tumefanya mkutano wa wananchi wa hadhara. Bahati nzuri hata katibu tawala wako wa wilaya hii wetu alikuja akatukuta tuna mkutano mkubwa pale na wananchi. Wanasema sisi hatujui kinachoendelea. Mbali na kukata viwanja vyetu na kuvigawa sehemu nyingine. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba cha fedha na ambao bado haifiki milioni 52, ni milioni 49,365,000 kwa majina.
ambayo wale ambao ni waathirika wa eneo lile wameleta, tumeona. Sasa tunapondomana, nilikuwa najaribu kutaka kujua haya marekebisho ya kamati ya mipango na fedha, huyu ni nani kalipwa na mimi niingize kwenye orodha yangu. Sasa imetoka milioni 49,365 kwenda milioni 52. Hiyo ndio hoja yetu. Tunaposema kitu tunasema vitu vya kweli, kwa sababu eneo lile limeendelea kusumbua muda mrefu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kama kamati ya mipango na fedha ilifanya kazi hii, tunashukuru kama ilifanya, lakini nahitaji kamati hiyo iseme hapa kwenye kosa hili walifanya usahihi gani, ili na mimi niridhike. Kwenye kosa hili kulikuwa na, kwa mfano, waseme kwamba hii tofauti ya milioni 330 waliipeleka wapi na waliona imetumikaje, na kama ilikuwa ni ya uongo, rekodi hii rekodi kiuongo, basi walitambua kwamba walioandaa taarifa hawakujua walichokuwa wanafanya. Watuambie hivyo. Lakini pia watuambie kwamba hii tofauti pia ya milioni 572 pia imekwenda wapi, imetumikaje? Kwa sababu mheshimiwa, kuacha tu bila kujua kwamba yalikuwepo makosa, kamati imesahihisha, imefanya usahihi gani, na sisi turidhike kwamba kweli ule ni usahihi waliofanya kwa niaba ya baraza. Lakini kama tunasema kwamba tunaenda hivi, basi sisi wengine haturidhiki. Lakini jingine nilikuwa nasema kwamba hii kamati ya mipango na fedha kurejeshewa kazi iliyokwisha fanya ikaenda kuijadili, itaijadili vipi? Kwa sababu kama kamati ya mipango na fedha ndio inapanga utaratibu wa kumradi unakwenda kutendeka. Sasa mradi umeshafanyika, tunapewa taarifa kwamba tayari malipo ya mtu mmoja amelipwa, kuna milioni 6 zinakwenda kujadiliwa na kamati. Nani anayeanza, kamati ya mpango au tekelezaji? Alafu ndio kingine kinafuata. Mpango na fedha hamkuziidhinisha. Nani ameziidhinisha? Ndio swali la msingi mwenyekiti. Kana utaratibu uliotumika sivyo na umetumika kinyume cha utaratibu, ndio tukasema hiyo fedha iliyobaki irudishwe sehemu iliyowepo kwanza, ndio tukete tuangalie utaratibu mwingine unaenda. Ina maana makosa yalikuwa yametumika, yamefanyika, na tayari aliyekuwepo mkurugenzi na wengineo wakawa tayari hawapo. Mkurugenzi hakuwepo, lakini ikaonekana bado pesa iko kwenye mkono wa watu, ndio ikawa tumefanya kwamba irudi kule ilikokuwa. Ilikuwa ni jambo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tusidanganyane. Wanachokihoji madiwani ni sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanataka majibu. Ilikuwa 2019 hiyo pesa ilipotoka shilingi milioni 1 kwenda kufanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba majibu yaliyo sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa inahitaji viporo. Hii taarifa ni ya kufunga mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kufunga huu mwaka tunapoelekea, tutaomba madiwani tujigeuze kama kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili taarifa ya kufunga mwaka, maneno yanatakiwa yaishe leo. Kama tunafunga mwaka na mtu, tufunge mwaka na mtu. Hili ndio baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Butiama. Hii unaiweka kiporo uje kuijadili kwenye taarifa ipi? Hichi kiporo unachokiweka unakijadili kwenye taarifa ipi? Huna taarifa nyingine, ndio hii ya mwisho ya mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasema mjumbe aliongea, hiki ni kikao cha uwajibikaji. Ni kikao ambacho tunafunga taarifa za mwaka. Kitendo cha baadhi ya wakuu wa idara akiwemo afisa utumishi na afisa mipango kutohudhuria kikao hiki, mkurugenzi take note, kwa sababu ziko hoja za msingi zinawagusa moja kwa moja na tunatakiwa watoe majibu moja kwa moja. Wanachenga nini, wanakwepesha halafu wanatuma watu makaimu. Naomba baraza hili lichukue hatua, Mheshimiwa Mwenyekiti, bila kuwaonea haya. Kama nilivyosema, katika swala la urejeshaji wa 20% kwenye minada pamoja na mifugo na madini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kijiji cha Nyamisisi ni miongoni mwa vijiji 59 vinavyounda halmashauri ya Butiama. Lakini kijiji cha Nyamisisi kiko kata ya Kukirango. Kata ya Kukirango ndio kata yenye mapato mengi katika halmashauri yetu. Kwenye taarifa hapa tumeona tayari milioni 7,49,300 zimerejeshwa. Swali ni tulitaka kujua, kijiji kile kinadai fedha nyingi zaidi ya milioni 80 na kitu. Hizi fedha zingine ambazo hazijarejeshwa kwenye kijiji hiyo ni lini zitarejeshwa? Na kama ndivyo,
Kwa nini kwenye taarifa hii hatujaonyesha kijiji hiki kinadai kiasi gani na kinatakiwa kilipwe nini? Kwa hiyo tuliomba tuweke ufafanuzi. Tunapoenda kwa wananchi kule tuwe na majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Moja, ilikuwa tuna budget kwenye shilingi milioni 666 kwa ajili ya matumizi ya miradi. Na bahati nzuri shilingi hizo milioni 666 inaonekana zilitumika kwa taarifa ambayo inaonekana. Lakini zikatumika zaidi, zikawa milioni 570 kitu kwa taarifa zaidi. Zikatumika kama asilimia 123. Sasa hoja yangu ndio ilikuwa nasema hizi zilitumika wapi? Na kama zilitumika katika miradi, ni miradi ipi na kijiji gani na kata gani? Kwenda kwa swali pili, tumeanzia makadirio ya 40 kwenda kwa miradi ya maendeleo ilikuwa 466 032,000, lakini tukapeleka 242,058,787 ambapo sasa 42 tuweka table tu. Kwa fanuzo zimeenda wapi? Tutaandaa kila idara fidia ardhi, watu gani wamechukua, tathmini, ili tuwe kama kiambatanisho. Mapato yetu ya ndani imefanya kazi. Sasa mkiangalia hapa labda milioni 5. Je, tumekusanya shilingi ngapi ndani ya mwaka huu wa fedha? Tukiamua tunaandaliwa taarifa nyingine, hiyo taarifa ni ipi? Taarifa zote tulitaka tuzione leo, tuone tumekusanya nini, tumetumia nini. Asilimia 40 ya mapato ya ndani kwenda kwenye maendeleo. Hata rais jana ameiongelea jamani. Tunarudi tunaenda wapi? Lazima tuonyeshe, kwa sababu hapo ukiangalia ni ruzuku ya kutoka serikali kuu. Mkuu wangu wa wilaya uone hii ndio Butiama. Mkurugenzi uone hii ndio Butiama. Tukisema tunaambiwa mna kelele ya kinatinga. Mimi siwezi kuacha kusema. Pale ambapo panaenda vibaya nitasema. Pale ambapo panaenda vizuri napongeza, kwa sababu ni halmashauri yangu. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa hata ukipitia hii taarifa mkuu wangu wa wilaya, hebu nionyeshe ni wapi ambako kuna fedha ambazo sisi tumekusanya, alafu tumeenda tukafanya nini? Hata tujenge darasa. Kata yetu ya Kamgegi haina sekondari. Kata ya Buseku haina sekondari. Tungepeleka basi hata ya darasa moja moja. Tungejua kwamba kweli si katika makusanyo yetu tusitegemee kuleta yani fedha zitoke serikali kuu ndio tufanye miradi. Hapana. Tunataka tubadilike. Tulete fedha zetu ambazo tunakusanya kwenye minada, kwenye dhahabu, zilete taswira. Na thamani ya fedha ionekane kwenye miradi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Yaani hii na asilimia 20 hivi vitu vinajitengaje? Sasa ukiniambia asilimia 20, hapa asilimia 40, asilimia 10, napata kuna asilimia ngapi hapo? 50. Tumeelewana eh? Kwa hiyo niombe DT sijui afisa mipango, fafanueni nijue hapa. Naposema 40% itakuwa iende kwenye maendeleo, ni kitu gani hicho? Na kinatoka wapi? 10% ya kina mama na nini ikoje? Umeona eh? Kwa nataka nijue ili nijue kama 40% iko tofauti najitegemea. Kuna hoja hapa kweli, hii 40% iko wapi na inaendaga wapi? Kama kila mwezi 40% natengwa itakuwa iende, iko wapi hapa? Ndio wanasema mkurugenzi, una kazi ya ziada, sikufichi. Kama ndivyo ilivyo hivyo, kama 40% najitegemea, wataalamu wangu mnavyokuwa mnajieleza, kuna muda mwingine naisha kucheka hapa. Wataalamu naombeni mjipange. Mwe mnapa watu viongozi vizuri. Mimi sijasomewa mambo yenu hayo, lakini mnapozungumza mwingine sema mbona kama ni mimi ningezungumza hivi? Kwa hiyo naomba ufafanuzi wa hapa kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti. Nataka kujua hii nijue namna gani ya kufuatilia 40%. Ndio kimaji wa viwanja fidia ada tufunza ndevu zote ziko ndani ya ile 40. Kwa hiyo anapokusanya DT akipata labda milioni 1, akitenga ile 40 ambayo ni milioni 400, lazima mle yatomba 10 ya milioni 1 ambayo ni 100,000 iko ndani ya 100,000 ile inatoka ya kikundi kwanza. Imebakia 300. Sasa pale kuna 20% ya kila chanzo. Na kutoa pia inatoka mle kwenye ilobakia ile kwenye 40 pale ile 300. Kwa hiyo yani vikundi yote iko devo. 20% ya fidia ya vyanzo vya mapato iko kwenye devo zote zile. Mapato ya ndani bilioni 1, milioni 400 na kadhalika. Sasa kinachoulizwa hapa ni asilimia 40
ukipiga tu hesabu ya haraka kabla hujaanza kuchanganua kama unavyosema, iko milioni 562. Sasa katika matumizi yanaonekana hapa ni milioni 242. Sasa ndio watu wanataka kujua hii na tofauti kati ya milioni 562 na milioni 242 iko wapi, matumizi yake yako wapi? Ndio ufafanuzi, yani kwa lugha nyepesi. Shida hii yani hoja iko hapo. Mapato yasiyolindwa yalikuwa shilingi bilioni 1,171. Kwa hiyo asilimia yake 40 ndio inapigiwa pale. Lakini pia tufahamu kwamba asilimia 40 inaenda kwenye miradi, iko kwenye huo mchanganuo ambao afisa mpango ameueleza kwamba kuna asilimia 10 hiyo ya wanawake inatoka humo, asilimia 20 inaenda kwenye vijiji, lakini pia huwa kuna asilimia ambazo zinaenda kwenye shughuli za ugani kama mifugo, asilimia 15 na asilimia 15 upande wa kilimo pamoja na shughuli nyinginezo. Kwa hiyo katika 40% ambayo tumeainisha, ambayo tunaweza kusema kwamba ni tangible au ni maeneo ambayo yamegusa miradi, ndio haya tumeonyesha mahali hapa. Kwa hiyo hiyo bilioni 1.5 inajumuisha na ada za sekondari ambazo huwa zipigiwi mahali hapa. Kwa hiyo sio milioni 560 ambazo zimeonekana zimeenda site milioni 240 kitu. Milioni 320 ziko wapi? Na natakiwa DT atueleze. Kwa sababu tayari wameshatoa milioni 140 zile za vikundi. Wameshasema tayari. Sasa kwenye zile fedha za asilimia 40 ambazo hata jana Mheshimiwa Rais wetu amezisemea, tunataka kujua kwenye milioni 242, milioni 320 ndio mtuambie zimefanya 1, 2, 3. Nyakiswa, Kitaramanka zimefanya. Yaani nataka ndio mtueleze kwamba zimefanya nini. Ndio maana Mheshimiwa Mwenyekiti samahani kwa kulisema hivi. Ndio maana ukiangalia kwenye simu zetu hizi kuna baadhi ya marais wakiwa wanajadili mambo mazito ya nchi, mmoja wapo wa mtu akionekana hawezi kufanya kazi sawa sawa, anapigwa risasi mbele ya watu wengine. Kwa hali hii namna hii Butiama, kwa sababu hatuna kanuni zetu ndogo za ridhaa, hatuko juu ya katiba, lakini tungefikia hatua tukachukua hatua, mtu akaadhibiwa mbele ya mwenzake, siwezi kutoa ni adhabu gani, lakini ataona kwamba hiki hata nikichukua hii fedha sitafaidi kwa sababu nimeadhibiwa. Lakini huu ni mchezo ambao ni mbovu, watu wanakula fedha, tunafanya tu mchezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe baada ya baraza hili mwishoni tuamue tunafanya nini pia hapo tuishi. Kila siku tunakuwa tunaimba mchezo ule. Kuna fedha zimesema milioni 6 hapo wamesema keshia. Kuna fedha zimesema milioni 2 sio za stand keshia. Inawezekana hata milioni 300 mtampisha keshia wetu tena. Kachukua. Kwa sababu kila information ni keshia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndugu mkurugenzi, Mheshimiwa DC, tusaidie Butiama, tumechoka. Chochote kwa sababu yanatumika kwenye maeneo husika. Kwa mfano hela za ustari, CHF, NHIF au ada za sekondari ziko ndani ya hiyo bilioni 1 milioni 400. Kwa hiyo hizo hazipo huku, ndio maana tunachokisemea hapa ni bilioni 1 milioni 171 ambayo yanaitwa mapato yasiyolindwa. Si kama hapo nimeeleweka Mheshimiwa. Kwa hiyo sawa. Labda kitu ambacho waheshimiwa ambao wanaendelea kusumbuka nacho. Tumesema ile asilimia milioni 300. Milioni 300 hii sasa inatumika, ndio unasema nimegawanya. Asilimia 10 ni hii hapa. Asilimia 20 ni hii hapa. Ya kwenye maendeleo ni hii hapa. Sijui kwenye ardhi ni hii hapa. Hicho ndicho wanachokitaka. Na hiyo taarifa ikiwa wazi hivyo, haisumbui kichwa, mtu anajua hii fedha imepatikana, matumizi yake ni haya hapa. Sio umeelewa? Lakini percent ya mapato yasiyolindwa ambayo ilikuwa ni bilioni 1 milioni 165 ya mapato yetu ambayo tulikadiria. Na mchanganuo ndio utoa ndio huo kwamba asilimia 40 imo hiyo asilimia 10 ya mapato ambayo yanaenda kwa kina mama. Na ndio maana katika mapato yasiyolindwa ambao kwa mwaka jana ilikuwa bilioni 1,171 tulipeleka milioni 95. Kwa maana ukitoa kwenye 117 tuliopata unapata kama tofauti ya milioni 21 ambayo tutaendelea kudaiwa kwamba lazima iende pia kukamilisha asilimia 100. Na katika hiyo pia kuna hiyo asilimia 20 ambayo inaenda kwenye vijiji
na yenyewe iko ndani kama tulivyoonyesha hapa. Na katika ufafanuzi tumetoa kwamba kuna kiasi ambacho tunadaiwa baada ya kuonyesha makusanyo yote ya mwaka mzima kwa kila mnada na eneo la Ilasaniro, na yenyewe pia tumeonyesha. Lakini pia kuna asilimia ambazo zinaenda kwenye shughuli za ugani, upande wa mifugo na upande wa kilimo. Wale nao wana asilimia 15. Kwa hiyo pia hiyo nayo ni kati ya miradi, ni kati ya shughuli za miradi ambazo zinakuwa ndani ya hiyo 40%. Kwa hiyo nipende kurudia kwamba kiasi ambacho kinatengewa kwa maana ya asilimia 60 kwa ajili ya uendeshaji na asilimia 40 kwa ajili ya miradi au shughuli zinazohusiana na miradi, kiasi ambacho kinapigiwa hesabu ni hiki cha mapato yasiyolindwa. Kwa hiyo mapato lindwa na yasiyolindwa ndio alitoa shilingi bilioni 1,405,000. Kwa hiyo hayo au mapato lindwa ndio maana tumesema kwamba tuweze tukapigia hesabu mahali hapa. Tena si kwamba vile ambavyo vina mapato ya ndani tu. Mapato ni vile ambavyo vina vyanzo vya fedha. Asilimia 10 lazima ile kwa kina mama. Pase patikane particular exact figure ile kwa kina mama, vikundi, mama, watoto, walemavu. Asilimia 40 iende kwenye miradi. Tunataka tuwe kwenye miradi kama ya afya, maji na sehemu zingine ambavyo inakwenda pase. Ukisema itoke twende tena ndani ya vikundi, sasa hapo ndio natuchanganya. Uenda wasi miongozo hiyo itusaidie isomo vizuri, tuyaelewe vizuri, lakini mimi najua kila kitu lazima kiende katika sehemu iliyopangiliwa kwenda kusaidia kule. Nataka ukisoma mnyambulisho lazima unyambulishe katika on source total figure. Na sio ndio unanyambulisha katika vikundi, katika asilimia hiyo 10, 20 na 40. Na inayobaki ndio mapato mengine ya ndani ya halmashauri, ndio shughuli za ofisi za halmashauri. Shilingi milioni 3 mara ya kwanza, akaingiza shilingi milioni 2, na hata mawe yaliyofanya kazi kwenye kile choo wameomba watu kutoka kwenye mgodi fulani. Sasa kwa sababu kuna vyombo vya uchunguzi, sitaki nianze kufanya maswala sasa hivi. Wale watu ndio wameleta pale mawe wakaweka pale, kazi kafanyika kupitia hiyo fedha. Sasa leo wamekuja kutuandikia kwamba ni fedha zinatoka kwenye mapato ya ndani. Kitu sio sahihi. Lakini dokezo kwa yule mdau walipeleka zaidi ya milioni 12. Yeye akamwambia hapana, nitatoa 7 milioni. Akasema anatoa milioni 7. Lakini ameshatoa milioni 5 na milioni 2 mpaka sasa hivi anahangaika ili azimalizie kwenye akaunti ya halmashauri. Sasa tunashangaa mnatueleza milioni 5 imetoka huko. Imeenda kufanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, alafu bado tunaendelea kuzungumza na hawa watu. Na uchunguzi tunasema unafanyika. Uchunguzi unafanyika, mtu yuko ofisini, sasa ataenda atuze data zote. Kama iko timu ya ofisi yote ya fedha ikae out pembeni, watu waje wafanye ukaguzi, tupate watu wengine tuendelee na kazi. Ndio. Leo huwezi kusema unamkagua. Rafiki yangu DT nimekuwa mkali sana. Baadhi ya watu wa fedha tunawaheshimu sana, watu wazima kwa umri. Lakini hapa tunasimamia majukumu ya watu, ya wananchi. Lazima ofisi ya fedha yote, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa DC na mkurugenzi, lazima wakae nje, ukaguzi uje ufanyike. Hatuwezi kukubali hali ya namna hii. Tunasema choo, wamepigiwa watu simu, wanaleta pale mawe, wanashusha, leo mnakuja kutuandikia namna hii. Hii ni aibu sana. Tunapozungumza hivi vyombo vyako vya ulinzi na usalama vipo. Na mtu wetu mkaguzi wa ndani tunasubiri ripoti yake. Ametoka masomo nafikia sana anakuja ukagua. Tutaona kama itakuwa namna hiyo, itakuwa different. Sasa kama tumeshaangalia tu hapa tuna milioni 226 haionekani. Kwa hiyo tunaomba atusaidie na yeye kazi yake atakayofanyaje? Atakapoingia aweze kutusaidia. Tuachane urafiki kwenye kazi ndugu zangu. Tumekuja kufanya kazi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ombi langu. Timu ya halmashauri upande wa fedha ikae nje, tutaongea kwenye kamati nyingine. Ikae nje ili tuweze timu ya ukaguzi iweze kuja tuweze kupata ukweli. Hatuwezi kuendelea nao milioni 226 za mapato ya ndani ambazo zingeenda kufanya kazi. Ninahangaika sana na hiyo shule kwa sababu iko ndani ya halmashauri ya Butiama. Shule ya Biatika, Mheshimiwa Bwema. Ukipita pale shule iko vile watoto wanakaa nje kuweka tu madarasa, hata mabati mawili imeshindikana. Fedha milioni 220 kitu zinapotea. Lakini kiajali tumezuliwa pale milioni 10 mkitupatia tunamaliza. Milioni 200 zinaingia kwenye mfuko wa watu. Jana Mheshimiwa Rais amesema, amekuwa mkali sana. Tumuungeni mkono Mheshimiwa Rais, ni mchezo tunafanya. Ni kadri siku zinavyoenda nazidi kuelewa. Asante. Lakini kitu ambacho ni waombe.
Twendeni tu. Nyie endeleeni na kikao chenu. Karatasi moja baada ya nyingine hadi mmalize. Mkishamaliza mtakuwa na ushahidi wa mambo yote ambayo yako humu, si ndio Baada ya hapo mtakao yaamua kwa kadri ambavyo chombo hiki kina nguvu. Hayo ni ya kwenu. Sawa jamani? Lakini pitieni moja hadi mwisho. Malize taarifa yenu hapa. Mtaibua na mengine. Tunaona mnasoma kuna milioni 500 nyingine, milioni 5 ya hapo Kiabakari Mtaibua na mengine. Fuateni ukurasa wa kwanza hadi wa mwisho. Mkishamaliza, sisi wengine ni waalikwa, nyie mtafanya maamuzi yenu sasa. Kama mnabadilika kuwa kwenye kamati, mtaendelea na mambo yenu. Sawa jamani? Lakini kikao kiendelee mwanzo hadi mwisho. Ushauri wenu kikao. Ushauri wangu hapo, lakini ningeomba mmalize. Baada ya hapo, ninyi mna mamlaka ya kusimamia halmashauri hii. Na mnapoona kuna sehemu haiendi sawa, ninyi bado ni chombo ambacho ni halali, ngoja tukafanya maamuzi. Sawa jamani? Na hatua nyingine zikafanya nini? Zikafuata. Maana utatunza maduhui ya idara. Kwanza niseme hela ya serikali retirement mwisho ni tarehe 30 Juni. Sasa ndugu Mtui, labda kwa sababu ulipewa kwa kawaida, hii hela uliambiwa utairejesha lini? Yaani tusiposema hili tunakuwa tunakosea. Fedha hizi zimekuja katika mazingira ya kawaida, lakini zimetumika sivyo ndivyo. Na ndio maana ukisoma hilo jedwali, vyoo vya afya vilivyotoka Shwasi, ukiviangalia huko mheshimiwa mwenyekiti, utaona kuna taarifa ya uchunguzi TAKUKURU. Ndio nakoenda kutengeneza hoja yangu sasa, kwamba hivi vyoo vimetupa aibu. Na kwa vile vimetupa aibu, sisi tulitegemea leo angalau tungepata angalau majibu kidogo ya kutupa matumaini. Fedha hizi zimekuja na zimekuja kutusaidia sisi na wananchi wetu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, hili jambo linaonekana liko TAKUKURU na uchunguzi bado unaendelea. Mheshimiwa mwenyekiti, labda niombe tu mkuu wa wilaya, kwenye ofisi yako ndiko inakotoka hiyo TAKUKURU, mtusaidie tunapofikia maamuzi ya kusema kwamba kitu kichunguzwe. Sasa sisi tunapohitaji kupata majibu tunaambiwa mambo yote yako TAKUKURU. Unajua vinatuchanganya. Kwamba hata ukisema nataka taarifa fulani wakamwambia iko TAKUKURU. Kwa hiyo imekuwa TAKUKURU kama ni dampo inatupiwa mzigo. Hivi vitu vimefanyika, na bahati nzuri mkuu wa mkoa amekuja kwenye wilaya yetu. Mkuu wa wilaya wewe ni shahidi. Kwa mfano choo cha Kiagata kinatia aibu. Kuna vitu vingine vinatia aibu. Kwa hiyo mimi niombe tu ofisi yako mkuu wa wilaya iwe inatupa angalau taifa kidogo, hata kama kwa robo, ngao inaendelea na uchunguzi kwamba nini kinaendelea. Kwa sababu kama ingekuwa ni viko vizuri, lakini kwenye mitasari fulani nimeona tunaambiwa kwamba madiwani walishukuru, kazi iliendelea vizuri, iko bora na wakapongeza. Unajua iko hivi. Sasa mimi nikashindwa kuelewa. Kama hivi vitu viko TAKUKURU, sisi madiwani tulipongezaje? Kwamba imetengenezwa vizuri, vyoo vyote viko sawa. Mheshimiwa mwenyekiti, hii inanipa mashaka. Ndio maana naona kuna taarifa tunachomekezwa. Kwa hiyo ikishaingia huko, ikishasainiwa imeenda. Kwa hiyo taarifa ilienda kama sisi hivi vyoo tumelizia viko safi na vimetengenezwa kwa ubora zaidi. Nafikiri sasa tunaenda ni mwezi wa pili. Lakini kabla ya hapo kuna kamati iliyoundwa na kamati ya mpango na fedha ilitoa maamuzi, taarifa yake nafikiri unayo. Lakini leo tunafunga hesabu za mwaka, tunaambiwa uchunguzi TAKUKURU. Hivi hao watu wanaojua TAKUKURU wako Dar es Salaam, wako Singida, wako Mbeya au wako wapi? Na hao wanaohusika ili kutupa majibu ya hizi fedha zetu milioni 270 na kitu wako wapi? Ulaya, mkuu wa wilaya. Hili mimi naona nielekeza kwako direct. Tunakuomba kwa unyenyekevu sana. Tujue, na imekuwa ni tabia ya wilaya ya Butiama. Hatujawahi kuona hatua. Tunasema iliyopita si ndwele, tugange yajayo. Lakini tukirudisha ile ya nyuma ambayo imetufikisha hapa tulipo, TAKUKURU kila siku kwenye mabaraza yetu tuko nao, wanasikiliza hizi hoja nini kila kitu, wameongea hizo milioni 5 kama sasa hivi umesikia, utasikia, umesikia, lakini maamuzi hakuna. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, narudia kusema sisi madiwani hatuna polisi. Sisi madiwani hatuna TAKUKURU. Sisi madiwani hatuna usalama wa taifa. Sisi madiwani hatuna mahakama. Hivyo vyote unavyo wewe mkuu wa wilaya. Iokoe wilaya yako, kijana mdogo mchapakazi. Tunakuamini, tusaidie. Wilaya inasimamia serikali. Alafu nyinyi tumewaajiri. Kwa hiyo msifikiri tunafurahi hapa. Hapa tunatafakari mambo mengi sana. Sasa unapojibu majibu hata sisi tunayaangalia, tunaona hivi huyu anatufaa.
au tumempa promotion tu? Kwa hiyo lazima mfikirie wataalamu, jibuni. Hata kama hujui, sema sijui, sina hakika, basi hilo nalo ni jibu. Ukizua, ukiendelea maelezo, ndiyo matokeo hayo. Unaambiwa una milioni 4 tangu mwezi wa 3, unazo, mvua inanyesha mpaka mvua zingine zinataka kunyesha. Hayo ni majibu ya msomi. Ibadilikeni, msiniharibie halmashauri. Nataka nianguke. Haya. Na ndio maana nilikwambia awali wakati unaingia hapa nikakwambia hawa wataalamu wetu sana tunapohitaji viambatanisho vinakuwa shida. Na taarifa halisi zinakuwa shida. Kwa hiyo mimi nashindwa kuelewa shida ni nini. Butiama, kuna shida gani hapo ofisini? Yaani mimi najiulizaga sana. Maana tunaanza tunasumbuana kila wakati. Lakini sisi hatukuja hapa kwa ajili ya malengo ya kupambana na watumishi. Sisi tunataka mambo yaende. Na ili yaende mpaka tushirikiane. Bila kushirikiana haiwezi kwenda. DC, tuna shida kubwa. Bila kushirikiana na hao watu haiwezi kwenda. Mtu anatoa taarifa. Na maana nimesema ushirikiano ukiwepo mzuri ni rahisi sana. Pale kuna diwani, kuna viongozi wote wako pale. Lakini hawana taarifa ya vitu vyote vinavyotunzwa pale kwamba kuna vitu vimetunzika. Lakini leo kwenye taarifa yetu wanaiweka. Ni bora wasingeweka kabisa hivi. Sasa unaweka vitu havipo. Unaulizwa unasema sijui, sina uhakika yuko masomoni. Sio iko likizo. Sasa kwa nini uweke vitu ambavyo huna uhakika navyo? Hivi vitu vinatusumbua sana. Tunahitaji kuwa wazi, tufanye kazi za wazi. Mkurugenzi, nafikiri wewe mwenyewe unajionea, yani kazi tunataka tufanye ni za wazi. Haya ya nyuma hatutaki kuyaona kwenye dokumenti zetu tena ya usumbufu. Lakini bado tutaendelea kuyafanyia kazi na mwisho tutapata mwafaka wake. Tuendelee. Hii kitu tunaanza kujiuliza sana. Imeniogopesha sana. Lakini niseme, najua mtajibadili hapa kamati. Mkurugenzi amelia, kasema yeye ni siku ya kwanza. Na mimi mwenyewe ni siku ya kwanza. Mimi siwezi nikasema kwamba msifanye maazimio mnayojua nini. Kitu ambacho nikisema ni kwamba wakuu wa idara mbadilike. Wale ambao mtaendelea kuwepo Butiama mbadilike. Mfanye kazi kwa kuzingatia utaratibu. Kikao hiki kimekuwa kigumu kwa kuwa utaratibu haukufuatwa. Ndio hoja kubwa hii. Utaratibu haukufuatwa. Baya zaidi ni kwamba hata taarifa ambazo mnaziandika hamzipitii. Hamzisomi kujiridhisha. Ninaposema mimi nakwenda kwenye ziara, unaona hata lazima naandika naenda kuzungumza nini. Tanzungumza kuanzia hapa hadi mwisho. Una mtiririko. Itegemea ninyi hii document mnayo. Mtalipitia kabla mjaja huko kwenye kikao, mwe na majibu halisi. Lakini naamini hivi vitu hamjafanya. Na mjafanya kwa makusudi kabisa. Na naamini mna mpango kumhujumu mkurugenzi. Hiyo ndio ajenda mlionayo. Mwana anasema siwaambii mfanye nini, lakini fuateni utaratibu. Madiwani, sisi wengine tuna taratibu zetu, lakini fuateni utaratibu. Mzee wangu Mtuli pale, yaani nilikuwa nacheka sana mwenyekiti hapa. Na mnaanza kujiuliza nini? Mtuli sema nilipewa fedha kwa njia ya kawaida. Milioni 4. Kuanzia mwezi wa 3. Leo tuko mwezi wa 9. Na kwa nini ujenzi unaendelea, maji yamejaa? Katika hali ya kawaida lazima ucheke kwamba hapa kazi hii. Lakini ukiangalia mchanganuo wa DT haueleweki. Unaangalia diwani anauliza kuhusu Pemba. Na unawaza, kweli Mheshimiwa DT ndugu yangu, pale watu kuna fedha mbichi na fedha ambayo inaingia kwenye posi. Kweli. Ukiangalia kuna vyanzo hapa vipo, lakini hakuna mtu anayefuatilia. Ukiangalia taarifa ya IT, taarifa ya DT,
viko tofauti. Kumbuka DT nilikwambia kufika tarehe 30 madiwani niwaambie, nilipopata taarifa ya IT, leo niambia IT nipe taarifa ya miezi mitatu. Kuna milioni 50 ilikuwa benki ndani ya miezi mitatu. Milioni 50. Not banked. 3 months. Hoja DT ukimsikiza IT anazungumza. Nasema unajua kuna madini mengine ya nyuma huko ndio maana wengine kumsikiliza. Sawa. Kwa nini ile fedha haikuwa banked? Hoja inaanzia hapo. Miezi mitatu, miezi minne, miezi 7. Kwa nini DT hujachukua hatua? Na hawa watu wako mtaani huko. Wanaposi, fedha iko mtaani kwa watu. Alafu mnasema ni mashauri haina hela. Kwa uliza hapa umepeleka shilingi ngapi labda kwenye kumalizia darasa jana nilikuwa kule kwamba baba tumepeleka milioni 4 kwenye kuhakikisha kwamba tunanunua boma. Iko wapi hapa? Hamna. Kuna milioni 50 huko. Madiwani sikilizeni. Chukueni hatua mnazostahili kuchukua. Mimi niwaambie na kwa idara ili mnielewe. Mimi na mambo haya manne. Cha kwanza ni ulinzi na usalama. Cha pili ni mapato. Kukusanya mapato. Na niwaambieni, kwa nini mapato? Ndugu zangu polisi wanataka kufanya doria natoa hela wapi mwingine. Milioni 8 ndio leo kuja. Sasa uichukue. Milioni 8 kwa hatua. Kwamba sasa nataka mweke mfumo, mthibitishe ninyi wenyewe. Kuna gari ngapi ambazo zinatembea pale? Lakini nikimuuliza DT, IT kuna gari ngapi? Wote mjui. Yaani mko ovyo. Mnijua kabisa kwamba bwana wako hao madiwani wanalalamika kwamba kuna vikundi hewa vya hawa watu wanaokopeshwa hawa 10442. Kwa muuliza bwana ushathibitisha? Hamuelewi. Kwa siku moja nitoa kauli ngumu kwa madiwani wakanichukia. Mapato. Na tatu, miradi. Kusimamia miradi. Pesa inakuja, watu mnakaa ofisini tu. Mmekaa hamna habari. Yaani people are just relaxing. Kusema katembea miradi, uendi. Yaani jana naenda niko na mwenyekiti hapo. Kimuuliza mtu swali, hajui kinachoendelea. Sasa mimi sio mtaalamu. Lakini vitu vidogo ninaviangalia hivi atakuwa nijibu. Hajui kinachoendelea. Afisa elimu yupo. Neki yupo. Afisa mipango yupo. Siwafichi mko ovyo sana. Na najua hamjitambui. Na mko ovyo sababu kuna watu mnawahujumu. Ndio maana nafahamu mheshimiwa madiwani kuna taarifa zinavuja. Hawa miongoni mwao wanawaletea. Nazisoma. Na wanaofanya hivyo niwapongeze. Nafikiri mimi nasema kwamba ni tatizo. Nawapongeza na watasababisha tuanze safari vizuri. Taarifa nyingi zinazovuja ndani ya halmashauri ni kwamba ninyi wakuu wa idara ninyi mnakuwa mmepishana na kuna jambo ambalo limeharibika ni baya. Wanaambia kuambia madiwani hapo ili madiwani kuzungumza. Ndio hicho. Ndio hamna mshikamano. Lakini nashukuru kutoka kwa mshikamano huo kwa sababu umeibua vitu ambavyo ni vibovu mnavyofanya. Mkurugenzi, sikiliza mkurugenzi. Niwaambieni, uwezo kaniambia mimi niwe nanunulia watoto wangu chakula. Yaani leo mwenyekiti aje aniambie, "Mheshimiwa DC unanunua chakula cha watoto wako." Unaweza ukiwa na akili mama utakuwa jinyonge. Kwa sababu kuna vitu ambavyo hutaki kuambiwa. Unatakiwa uvifanye. Hata kuna mambo mengine hapa yamefanyika hapa ambao hayatakiwa kufanyika. Mkurugenzi, chukua hatua, acha kuogopa. Asante. Chukua hatua, acha kuogopa. Wala usiseme kwamba mimi ndo nimekuja, watu watania. No, thank you daddy. Alifanya kosa katika mazingira gani? Kosa alifanya katika mazingira gani? Yaani DT kuna milioni 50 kwenye posi, zimekaa huko mtaani. Alafu amekaa hachukui hatua, unasema unajua ndo nimekuja. No, thank you on that.
akueleze, tuende hatua za nidhamu, akueleze kwa nini hajafuatilia hizo fedha ziji. Kama watu wamekaa huko na fedha milioni 50, kwa nini hazijaje? 3 months I'm here. Milioni 50 zipo. Tena na kuchukua IT, very nice kabisa. Benki not benki. Benki not benki. Milioni 10, milioni 50. Alafu mnataka halmashauri ipige hatua. Mwache kudanganya. Nasisitiza tena, madiwani chukueni hatua zenu sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi pia kidatu, chukueni hatua sahihi ambazo kama mnayo mnaweza mkachukua. Mkurugenzi wachukulie hatua. Jiridhishe hatua za kinidhamu zichukuliwe. Na niseme tutakukuru, unajua huko. Inawezekana IDT akachelewa kufanya nilichomwagiza. Fanya uchunguzi wako. Tena hivi vitu vingine, taarifa zipo tu kwa IT, atakupa orodha, hawa watu wamekaa na fedha, zimekaa. Weka ndani wafanyie uchunguzi, hela ziko wapi? Kwa sababu pesa zipo nazo mkononi, lakini hawaja benki. DT atakwambia mimi bwana sina watu wa kwenda kuwakamata kule. Tufanyie kazi. Milioni 50 ziko mtaani. Nimekuja mwezi wa 6, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9. Yaani nina miezi mitatu. Nadhani huu mwezi wa 3 huu utakuwa zaidi. Sababu hiyo nilikuwa nimeisha mwezi wa 8. Tutakuchukueni hatua. Chukueni hatua. Ninafahamu mna changamoto zenu ambazo zinawakabili. Ila nishakwambia shaka, mimi sitakuwa kikwazo kwako. Labda wewe uwe kikwazo kwako. Sitakuelekeza hata siku moja mtu amefanya makosa, usimfanyie kitu fulani huyo. No, thank you on that. Fanya kazi kwa mujibu wa taratibu na sheria zinazokuelekeza ufanye. Mambo mengi sana. Ndio wanasema madiwani mfanye kazi yenu. Sio 20% habieleweki. Yaani mtu akianza kuzungumza na unamfiki unamwangalia habieleweki. Nimezungumza kwa kuvujisha asili, nashukuru mmevujisha asili na zimetuweka wazi. Hapo ni pamoja na hilo. Mtakaoendelea kuwepo Butia, mabadilikeni. Mambo ya kwenye vikao vyenu kama yako sahihi. Yanakuja kuingia kufanya nini? Na of course hili nalifanyia kazi. Na mheshimiwa lazima niwaambie, nyaraka ya ofisi inatoka ndani ya ofisi inaenda kwa mtu huko nje. Si. Mheshimiwa madiwani, msiingia kwenye mitego, hapa shida. Siku moja. Hapa shida kubwa sana. Mimi na chombo changu. Kwa sababu inabidi kuna watu wanakuhamisha halmashauri siende. Inabidi mimi niwashughulikie kwa namna nyingine tena. Sasa msiwe miongoni mwenu. Vitu vingi hapa ni mnatengeneza mazingira magumu sana. Hata waheshimiwa madiwani, kuna watu wananipigia kelele. Mkurugenzi, kuna watu wananipigia kelele. Madiwani wanapata pressure kubwa sana. Alipoenda kusimamia kule. Ni kweli na mimi inaniuma. Sio madiwani siwafichi. Hela ile ni kubwa, inaniuma. Lakini sasa uko lazima mpewe. Tunajiridhishaje sisi? Tunajiridhishaje? Kwamba kweli mnada huwa Kiabakari fedha ni hii. Ngezi chukua tu. Angalia leo mkuu wa mkoa aliagiza choo ijengwe. Choo ijengwe miezi 2. Hivi kweli ninyi mkurugenzi nataka mimi nijibadilishe ndio mkurugenzi aanze kufanya kazi ile? Au yani mimi nije niwaambie nini ili mfanye ile issue ikamilike? Mtu unaniambia kwamba taratibu za kimanunuzi. How? Miezi 2. How? Hicho inakuwaje hicho miezi 2? Mnasubiri fedha ipatikane miezi 2 kweli maagizo. Hii ni dharau gani ambao ninyi watu wa halmashauri mnayo? Okay, mkuu wa mkoa anakuja mwezi ujao. Na mwezi ujao unaanza Ijumaa. Hivi mimi nakuja kumwambia nini? Niseme kwamba manunuzi swala la fedha ndio changamoto. Sikilizeni, badilikeni. Mtakaoendelea kubaki Butia, badilikeni. Na mtakaoondoka, badilika mnakokwenda. Mnatia aibu sana. Lakini tunahitaji watu ambao watafanya kazi. Kuna muda mwingi nilikuwa mlaumu sana IT. Lakini ukiangalia IT kazi yake ni kwamba bwana mimi bwana msomo mtandao nasoma au nini? Nikamwambia IT, hii taratibu za issue ya mifumo. Mfumo hauko sawa. Kama mnaona mna changamoto pale, tafuteni wataalamu waje kutoka wizarani. Waje waweke sawa, sio kila siku mifumo. No thank you.
utakaoendelea kubaki Butiama. Usisubiri nije nikwambie kwamba anunulia watoto wako chakula. Huo ni wajibu wako, hutaki kuambiwa. Take your responsibility. Hudumieni watu. Acheni kuishi ovyo ovyo. Ninyi ni wasomi. Hii leo diwani mwingine la 7 hata form 5 hajamaliza nini? Bana logical question. Kile mnavyojibu ovyo ovyo. Aisee, mmenikera sana ninyi hapa. Lakini nitashughulika na nyinyi. Mimi siwafichi. Msipobadilika mimi nitashughulika na nyinyi. Hadi waendelee kazi. Tuko pamoja. Pale ambapo tunaona kwamba hapaendi sawa ni afadhali tukapanyoosha. Asante. Kwa hiyo msije mkafikiri kwamba labda mkurugenzi naye, hapana. Mimi tuko pamoja kwa nia njema na naamini huko mbele mambo yataenda sawa pale ambapo tutaanza pamoja. Nisiwe msemaji sana. Utuletee benki payslip. Haya mambo ya retirement yalishafanyika. Retirement ilifanyika milioni 780, matumizi yake yakaonekana ni milioni 1. Mheshimiwa madiwani wakahoji, hii milioni 1 utaratibu ulifanyika? Tukafunika kombe mwanaharamu apite. Lakini milioni 6 tayari ilikuwa tayari kwenye ofisi yako. Wewe unajiwekea mazingira magumu, kutupa mashaka kwamba hata ile hela haipo kwenye ofisi yako. Mimi nitegemea kwamba wewe ungemwambia keshia abeki ile hela akupe risiti. Wewe ni kiongozi kwenye ile ofisi, huwezi kupanga foreign benki ukaenda kubenki milioni 6. Asante mwenyekiti.